Droni ya kijeshi ya Ukraini imeonyesha picha zinazoonyesha uharibifu mkubwa katika jiji la Pokrovsk, ambalo limekuwa moja ya maeneo makubwa ya mashambulizi ya Urusi mashariki mwa Ukraini. Urusi inadaiwa kuwa imefanikiwa kusonga mbele katika jiji hilo, lakini Ukraini inasisitiza kuwa wanajeshi wake bado wanashikilia eneo hilo. Pokrovsk ni kitovu muhimu cha usafirishaji na kimekuwa kikishambuliwa kwa mabomu kwa muda mrefu, huku pande zote zikirusha lawama kuhusu ukubwa wa mashambulizi. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amekana madai ya karibuni ya Urusi kwamba wamepiga hatua katika mji wa Pokrovsk, akisema kuwa majeshi ya Urusi hajapata mafanikio yoyote katika siku za hivi karibuni. Aliongeza pia kuwa takribani wanajeshi 300 wa Urusi bado wako katika eneo hilo. Takribani 26% hadi 30% ya mapigano yote katika mstari wa mbele yanayotokea Pokrovsk. Kuhusu matumizi ya glide bombs, 50% ya mabomu ya aina hiyo yanarushwa kutoka Pokrovsk. Hivyo unaweza kuelewa ugumu mliopo kwa wanajeshi wa Ukraini katika eneo hilo. Tunakadiria kuwa kuna kati ya wanajeshi 260 hadi 300 wa Urusi waliopo huko. Rais Zelensky pia amethibitisha kuwa wawakilishi kutoka Marekani watawasili Ukraini wiki ijayo kujadili mkataba wa drone, ambapo Marekani inatarajiwa kununua droni za Ukraini katika hatua nyingine kubwa ya kuimarisha sekta ya ulinzi ya Ukraini. Ametangaza pia kuwa Ukraini itafungua ofisi za kuuza silaha Berlin na Copenhagen mwaka huu. Ofisi hizo zitahusika na uzalishaji wa pamoja wa silaha na usafirishaji nje ya nchi. Tunafungua miji miwili ya kuuza silaha, Zelensky alisema. Hii ni kuhusu uzalishaji wa pamoja na uuzaji wa nje wa silaha ambazo tunaweza kuuza ili kupata fedha zaidi kwa ajili ya uzalishaji wa ndani wa vitu ambavyo tumepungukiwa navyo kutokana na ukosefu wa rasilimali za kutosha. Maamuzi hayo yamefanyika katika ngazi ya makampuni na pia katika ngazi ya serikali. Miji ya kwanza ambazo ofisi hizo zitafunguliwa ni Berlin na Copenhagen. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.